Habari, kwa jina naitwa Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia na tiba lishe nchini Tanzania. Na napenda tena kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia muda na wasaa ili tuweze kuangalia mchango wa tiba asili katika kuweza kuimarisha afya ya binadamu. Na kama ilivyo ada, leo mada yetu tuko inahusiana na kitu kinaitwa meniscal tear au degenerative meniscal tear. Sawa, tunapozungumzia meniscal tear ni aina fulani ya cartilage ambayo inapatikana kwenye magoti. Sawa, tambua kwamba tunapozungumzia goti, ili kutengeneza goti kuna mfupa wa juu, sawa, huo ambao uko kwenye paja, na kuna ule mfupa ambao unapatikana kuanzia kwenye goti kushuka chini kuelekea kwenye fundo la mguu. Sasa cartilage ambayo tunaizungumzia ni ile ambayo inapatikana kwenye ile fundo ambalo linapatikana kwenye nusu ya goti kule kuelekea chini. Sawa, sio cartilage ambayo inapatikana kwenye fundo ambalo la mfupa ambao upo kwenye paja. Now hili tatizo limekuwa na a lot of theories, as I said before, na kuna different types of meniscal tear, yani kwa maana ya kwamba hii cartilage inapasuka kwa namna nyingi na inakuwa imepewa majina tofauti tofauti, lakini leo tutaangalia kwa ujumla wake. Haijalishi imepasuka ikiwa kwa ulalo, ikiwa imepasuka kwa hivi, ikiwa imenywea, all of that it comes from the same cause. Na kabla tujaingia kwenye hii mada, ningependa tukumbushane kwamba kwenye upande wa tiba asili tumejikita katika kuangalia the cause. Sawa, primary cause ambayo iko ndani ya mwili, sio nje. Sawa, najua kuna watu wengi ambao wameshapata ile tatizo wakifikiria kwamba ni mazoezi ndio inaweza kuwa imesababisha, au labda ni uzito mkubwa. Okay, hizi zinaweza act kama secondary factors, lakini sio sababu hasa ambayo imesababisha, sababu ya asili ambayo imesababisha mpaka ile cartilage imeweza kupasuka. Now from that being said, sasa ningependa pia tuingie kwenye hii mada. Na tunafahamu tunaposema posterior meniscus tear, sawa, ni kupasuka au udhaifu ambao unapatikana kwenye ile cartilage, mfupa mlaini ambao unapatikana kwenye goti. Sawa, na kama ile ni mifupa, kwa kutazama kama kuna mfupa wa juu na mfupa wa chini, tunazungumzia cartilage ambayo inalala hapa kwenye huu mfupa wa chini kuelekea kwenye mguu kule kwenye fundo. Kwa hiyo sio, it's not about the upper one, it's about the lower one. So from that being said, sasa kuna symptoms ambazo au dalili ambazo kwa zinaambatana na hii meniscal tear, ambapo mojawapo ni maumivu makali ambayo hasa unaweza kuwa unasikia kuanzia kwenye goti pale kushuka chini kuelekea kwenye misuli huku nyuma, lakini pia unaweza kuwa unashindwa hata kutembea. Wakati mwingine inaweza kaleta immobility, ukawa huwezi hata kufanya movement. Okay, ni kwa sababu ya maumivu makali ambayo yanachoma kipindi ambapo unakuwa unatembea unatumia ile goti. Now the only remedy or the only way to resolve this kupitia conventional medicine ni kufanya upasuaji, ambao huwa wanafanya upasuaji na kurekebisha ile meniscal tear, lakini that doesn't guarantee you kwamba the problem will be over. Kwa lazima ujue kwamba fixing the cause ndo the best way ya kuweza kuondoa tatizo. Unaweza kufanya surgery kwa ajili ya alleviate symptoms, utaondokana na yale maumivu, utajisikia vizuri kwa namna fulani, na mazoezi, physiotherapy ambayo utakuwa unafanyishwa from time to time. Lakini kama cause ilikuwa ni calcium problem, inaweza ukafix pale, kesho kutwa likamia kwenye goti la mguu mwingine. Lakini unaweza ukafix pale pia ukapata matatizo ya pingili za mifupa, unaweza ukapata pia matatizo ambayo yanahusiana tu na osteoporosis, kwa sababu it's calcium. Au matatizo yanaweza kaenda hata kwenye nerves, numbness inaweza kutokea, unaweza kupata bawasiri, it's all about calcium. Unaweza kupata skin problems, it's all about calcium, wakati mwingine kama skin sagging, sawa, na vitu vingine kadha wa kadha. So baada ya kusema hivyo, ningependa tuangalie the cause. What's really causing mpaka hii cartilage inaanza kudhoofika, either inapasuka, inanywea, au inachanika kwa namna moja au nyingine. Kuna different types of meniscus tear, yani kwa maana kwamba kuna kitu wanakiita longitudinal tear ya meniscus, lakini kuna wengine wanaita kuna latitudinal. Longitudinal kwa maana ya kwamba inakuwa imechanika kwa kusimama, kuna wakati mwingine inakuwa imepasuka labda kwa kulala. Latitudinal, kuna aina nyingi sana za hii meniscus tear. So hiyo is could drive crazy. Sawa, cha kuangalia hapa ni what causes weakness kwenye ule mfumo. So as a general rule tunafahamu kwamba binadamu ni mlaji wa matunda, lakini kutokana na lifestyle ambayo tunaishi, wengi huwa tutumii matunda kama chakula. Tunakimbilia katika kula vyakula ambavyo ndani ya mwili baada ya mmeng'enyo vinaacha acid. Sasa ile acid ndio ambao huwa inaanza kutunyanyasa au kututesa over time. Assume kwamba mtu unatumia complex carbohydrates, kwa mfano unatumia grains kwa wingi kila siku, na actually ukiangalia hata maisha ya Mtanzania au Mwafrika kiujumla ndio chakula cha kila siku, kutokana na uzalishaji, lakini pia jinsi ambavyo tumepewa elimu. Okay, lakini we have to understand that varieties au vyakula jinsi ambavyo tunapangilia
ni swala muhimu sana katika kuijenga afya yako. Kwa hiyo kama wewe ni mlaji tu wa grains kila siku utajisababishia vitu vinaitwa glycoprotein acid au mucus ambao vinaleta congestion kwenye mifumo au mifumo ya kutolea taka kama lymphatic system pamoja na kuziba figo zishindwe kuchuja vizuri. So utakuta pia mtu mwingine anatumia what we call animal proteins ambazo ukimwangalia physical anatomy ya binadamu sio mlaji wa nyama. Ukiangalia physical anatomy, the way your teeth, meno yako yamekaa, ukiangalia mikono, sawa, haujaumbwa kurarua. Okay, lakini ukiangalia simba au carnivorous wote wanakuwa na canines kwa ajili ya kurarua nyama, lakini pia wanakuwa na kucha kwa ajili ya kuweza kushikilia and all that. So ukishaelewa kwa namna hiyo ni kwamba tumeharibu kwenye swala la chakula, vinywaji tunaovitumia, most likely vinywaji ambavyo vimesindikwa, na hata matumizi ya maziwa from time to time, kwa sababu hatuna lactase kwa ajili ya kuweza kumeng'enya lactose ndani ya maziwa. Kwa hiyo hivi vyakula vyote vinaacha athari ya tindikali ndani ya mwili, na kwa kawaida baada ya kusagika vile vyakula na baada ya kuvifyonza, hata zile tindikali pia zinafyonzwa, zinaingia kwenye mfumo wa damu. Now we understand that your blood pH ni 7.4. Sasa kama ni 7.4, kwa kawaida damu yako haiwezi karuhusu mwili wako uzidiwe na tindikali. Kwa hiyo unafanya kitu kinaitwa ionization process, inaenda kwenye maeneo ambayo kuna calcium reservoir. Na calcium reservoir ni hasa maeneo ambayo yanapatikana na kwenye mifupa milaini, ndio hizo cartilage, lakini pia hata mifupa yenyewe. Kwa hiyo over time au umri wako unaweza kukuta unachukua kidogo. Kwa hiyo ile weakness inaanza kudhoofika, lakini pia matumizi ya vyakula vingine unaanza kuweaken seli zako katika nafasi zake. Kwa mfano kwenye interstitial spaces, seli ambazo zipo kwenye thyroid hapa pia zinaweza zikaanza kupata athari from time to time from what you eat. Sawa, zikianza kuharibika pia unashindwa kuzalisha hormone ambazo zinasaidia calcium iweze kutumika vizuri, au tunaita calcium utilization. So utakuta huyu mtu ambaye anatumia vyakula vya tindikali, sumu nyingi zinaingia mwilini, lakini over time sasa hata ile cartilage ambayo imetengenezwa pia na different types of cells inaanza kudhoofika, kwa sababu calcium inakuwa imeshafyonzwa kupitia zile nafasi za seli, sawa, kwa ajili ya kwenda kupooza ile effect ya tindikali ambayo unaingiza kila siku kupitia vinywaji, kupitia vyakula, kupitia hewa ambayo unavuta kama ni chafu. Let's assume labda unaishi kwenye maeneo ambayo kuna viwanda, sawa, kwa hiyo kuna sumu nyingi ambazo zinakuwa protrude kwenye air na wewe unazivuta. Kwa hiyo zile zote ni acid. You're putting in more acid ambazo ionization process inaendelea, calcium inapungua. Kwa hiyo unaweza kujikuta mwili wako unaingia kwenye degeneration process, sawa, unaanza unadhoofika kwa hali ya kwamba secondary factor, kwa mfano ya kubeba vitu vizito, sawa, au kufanya mazoezi inayoleta ile physical stress kwenye viungo, inaweza kukusababishia hili tatizo likatokea. Calcium ikipungua ni sawa na nyumba ambayo labda fundi alicheza kidogo akaiba cement. Sawa, and assume kama ameiba cement, msingi sio mzuri, afa akajenga gorofa, what do you think will happen? Ule mzigo ni ngumu sana kuushikilia. Kwa hiyo utakuta over time weakness inatokea. Kwa hiyo utakuta hata zile cartilage either zianze kupata hiyo tear, kwanza kuchanika, au wakati mwingine kwanza kudhoofika, kunywea upande mmoja, sawa, na hali kama hiyo. Na kwa mchoro labda ili uweze kuelewa hii meniscus tear ikoje, au tunapozungumzia hiyo posterior meniscus, sawa, hiyo aina ya cartilage ni hii hapa. Hasa assume hii ni upande wa chini kwenye goti kushuka chini, sawa, ile cartilage ambayo inalala kwenye huo mfupa ili uzito wa juu huu uweze kuegemea pale ni hii hapa. This is what we call meniscus. Sasa inaweza ikapasuka kwa sehemu moja au inaweza ikachanika kwa namna nyingine. Hapa imepigwa picha kwa juu, kwa hiyo ili kuweza tu kuelewa. Lakini pia utaweza kuiona hapa, au unaweza kaingia mtandaoni ukaisoma zaidi na kuielewa. Hii ndio what we call meniscus tear. Kuna moja hapa ambayo iko healthy, lakini kuna hii nyingine kwa sababu picha ni ndogo hautaweza kuona. Somewhere around here kwenye upande wa chini kuna sehemu imeonyeshwa kama imepasuka. So all this ni kwa sababu ya upungufu wa madini ya calcium. Hasa na you are losing calcium kwa sababu your lifestyle ndio inayopelekea, sio physical stress, mazoezi, uzito na kadhalika. Hapana, it's what you eat every day. Kwa hiyo the best way ya kwanza kujisaidia kuondokana na hili tatizo la meniscus tear ni kama ifuatavyo. Hatua ya kwanza, you have to change your diet. Ubadilishe mlo wako, kwa maana ya kwamba uanze kula matunda ambao ni vitu ambavyo vinaingizwa, vikiingia ndani ya mwili vinaacha alkaline reaction. Sasa alkalinity ndani ya mwili, ukija kwenye formula regeneration ya kurebuild na kurepair, okay, unaweza mwili wako unahitaji kuwa alkaline. That's the first process, ili uweze kupata different types of components ambazo zina aid regeneration ndani ya mwili, hasa kwenye mifumo ya seli. Hapa tuzungumzie all about stem cells au vitu gani? It's all the cells, seli za aina zote. Mwili wako unaweza kujirekebisha na kujiumba upya
katika mazingira ambayo ni alkaline ndani ya mwili na sio ya tindikali. Kama ulikuwa ni mnywaji wa vinywaji vya viwandani, utabidi ucut na ustop. Kama ulikuwa unatumia maziwa pia utabidi ucut off. Okay, unaweza kutumia mtindi from time to time, lakini maziwa ya kupika au kuchemsha, you're not getting calcium out of it kabisa. Kwa hiyo the best way pia ni kutumia matunda na mboga mboga ambazo zitakusatisfy vizuri katika kuongeza the required amount of calcium. Sawa, na utakuwa unapata calcium ambayo iko balanced vizuri, calcium, magnesium and flavonoids. And the second part ni lazima utumie botanicals. Sasa kwenye botanicals hapa we have to understand the general rule. Sawa? Mfano mzuri tukitoka nje ya mada kidogo ni kwamba mtu ambaye anakuwa ni diabetic, mtu mwenye kisukari, insulin ndio inakuwa ina shida. Kuna insulin resistance na vitu kama hivyo. Kwa hiyo you cannot push your glucose without hormonal influence ambayo inahitaji insulin. Kwa hiyo pia kwenye upande wa calcium, ukipata calcium, magnesium and flavonoids kutokana na vyakula vya asili ambavyo unavitumia, either viokota, labda mbegu za maboga, matunda na baadhi ya mboga mboga, sawa, utapata calcium. Kuna calcium, magnesium and flavonoids. That's number 1. Number 2, kinachotakiwa kufanya ni kurekebisha mifumo ambayo inasaidia calcium iweze kutumika vizuri ndani ya mwili. Tunaita calcium utilization. Sasa calcium utilization kwa kawaida huwa inahitaji hizi tezi ambazo zipo kwenye shingo hapa. Hapa nyuma yake kuna tezi ambazo ziko kama pini, upande wa kushoto 2 na upande wa kulia 2. Sawa, and then mbele yake kuna tezi kubwa ambayo tunaita ni thyroid gland. Zile ambazo ziko kama pini zinaitwa parathyroid. Kwa parathyroid inatakiwa izalishe hormone inaitwa parathormone, lakini pia thyroid gland inatakiwa izalishe hormone inaitwa calcitonin kwa ajili ya kusaidia calcium iweze kutumika ndani ya mwili baada ya kufyonzwa ile ambayo iko balanced. And that's when utaanza kuona haya matatizo yanaanza kujirekebisha without even needing operation. Hata kama ushafanyia operation na haikufix, it's much better you go back to that diet. Lakini kama ulishawekewa chuma na vitu vingine, that's another problem. Lakini kama hujawahi, una best chance sana ya kuweza kuregenerate na kurepair ukibadilisha mfumo wako na kutumia mifumo ya mitidawa ambayo tunayo katika kituo chetu kwa ajili ya kuweza kuregenerate na kurebuild. Sawa? Kama ulipata degeneration, sisi tunafanya kinyume chake. Tunafanya kitu kinaitwa regenerative detoxification. Najua kwenye lile bango pale ungeona vizuri, lakini kwa sababu liko mbali, lakini that's what we do and that's what we are trained to do. Kukufundisha vyakula vya asili, lakini pia upande wa pili katika kutumia mitidawa kwa ajili ya kurekebisha hiyo mifumo ya ndani. Kwa that's how you fix hii posterior meniscus tear ili iweze kuondokana na wewe uweze kuondokana na hayo maumivu na mateso na kufikia hata hatua ya kupata ulemavu. Na kwa maelezo zaidi kuhusiana na hii tatizo, unaweza kuwasiliana na sisi kupitia simu namba 0686 18 30 00. Tunapatikana Green Acres House, New Bagamoyo Road. Karibu sana.